naitwa Mchungaji Samson Simon Swai, ni mchungaji kiongozi wa kanisa la Tanzania Assemblies of God Mbezi Kati au kifupi Karis Center. Tunamshukuru Mungu ambaye amekuwa pamoja nasi kuanzia tulipoanza huduma tarehe 4 mwezi kwanza mwaka 1998. Ambaye yuko pembeni yangu hapa ni mke wangu anaitwa Adelina, ambaye Mungu alituunganisha kama mume na mke tarehe 17 mwezi wa 8 mwaka 1997. Na tunamshukuru Mungu kwamba ametujalia uzao, tunaye binti yetu. Kitu ambacho naomba nikizungumzie ni masuala ya huduma. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu, tulianza huduma katika mazingira ambayo kibinadamu yalikuwa magumu, hasa kupata eneo la kufanyia ibada katika ile eneo. Tulianza kwenye nyumba ya mtu, baada ya muda tukapangisha tena, tukaenda tena kwenye nyumba ya mtu tukapangisha. Ile sehemu tuliyopangisha ikavunjwa, tukaenda sehemu ya tatu. Tunamshukuru Mungu kwa ndugu yetu Solomon Mwasha ambaye alitukaribisha na tulikaa pale kwake mpaka tulipopata ile eneo. Wakati tunaanza huduma mahali hapa ilikuwa kuna ugumu, na kama ambavyo unaona nyumba za huku nyingi zimezungukwa na mafensi na ushuhudiaji mgumu, uwanja wa kufanya mikutano ya injili mgumu. Lakini kwa sababu Mungu ni Mungu anayefanya kazi yake, bado Mungu alikuwa anaokoa, na hata sasa Mungu anaendelea kuokoa. Watu wengine ambao wamekuwa mchango mkubwa wa kufanikisha huduma hii ni timu ya Gospel Caravan. Hii ni timu ambayo inaongozwa na mchungaji na mwinjilisti Profesa Rubera Mato. Tumekuwa tukishirikiana naye katika huduma na mpaka leo hii tumefika kama tulivyo. Na namshukuru Mungu kwa wazee wa kanisa ambao wamekuwa na moyo wa kichungaji, moyo wa kitumishi ambao tumeshikamana. Naweza nikazungumza kwamba mwanzo tulipoanza huduma, pamoja na kuwa kama mazingira yalikuwa magumu, lakini watu walikuwa wanaokoka, wanamfahamu Mungu, wanasimama kwenye imani, kinyume na sasa hivi. Sasa hivi mtu anaokoka, lakini bado kuna michanganyo mbalimbali ndani yake. Wengine ndio hao wanaamini kwenye maji, kwenye udongo na vitu mbalimbali ambavyo akivikosa vitu kama hivyo kanisani anaona kama vile hamna Mungu. Lakini ukweli, Mungu ni roho anayeabudiwa katika roho na kweli. Jambo ambalo ningewatia moyo au ningewasisitiza wa Kristo wa leo ni kila mmoja amwamini Mungu katika kweli na sio katika vitu. Wito naweza nikaotoa kwa wachungaji wenzangu wanapoanza huduma, wajue kwamba wanamtumikia ni Mungu, na wajue kwamba msimamizi mkuu wa hilo kanisa ni Mungu, mwangalizi ni Mungu. Kila kitu wakimtumainia Mungu, aliyo kazi ya Mungu lazima iende, maana inaitwa kazi ya Mungu, sio ya mchungaji. Kwa kuwa ni kazi ya Mungu, Mungu mwenyewe anaisimamia kazi yake, anaitawala kazi yake, anaiongoza katika kazi yake, na kwa kuwa ni ya kwake, Mungu atafanikisha. Kama vile Yesu alivyoanza huduma na ile huduma ikafanikiwa na inaendelea mpaka leo, vivyo hivyo watumishi wa Mungu wakianza kazi ya Mungu kwa msingi huo huo wa kumwachia Mungu awe mtawala, bado ya kazi itaendelea, itadumu, itasimama, na hakuna wa kuliangusha ama hakuna wa kusababisha chochote kile kitendeke kinyume na ile makusudi ya mwenye kazi yake ambaye ni Mungu. Hivyo kama watumishi wa Mungu tumtumikie Mungu kama Mungu, na yeye tumwachie kama msimamizi mwenye kazi yake. Pia naomba niongeze hapo kwamba Wakristo wa sasa wajikite pia katika neno la Mungu, na kila mtu amfahamu Mungu kibinafsi. Nizungumzie pia katika masuala malezi ya watoto. Kama alivyosema mchungaji, wokovu wa sasa hivi ni tofauti na wokovu wa zamani, lakini Mungu aliye hai na Mungu aliye mwaminifu, tukimwamini katika kweli, atatusaidia hata kupitia
malezi ya watoto, tukawalea katika misingi ya kibiblia, katika misingi ya kiungu, na kama ambavyo neno nasema tuwalee watoto katika njia ziwapasazo, hawataziacha atakapokuwa wazee. Basi Mungu atusaidie tuwalee watoto katika njia ya kweli. Ombi langu na msisitizo wangu kwa wazazi, tuwaelekeze watoto wetu kwa Mungu, kama ambavyo kanisa letu la Mbezi Kati tumejikita kuwafanya watoto wetu wamjue Mungu wa kweli ili wamuishie yeye. Na wazazi tunaomba watusaidie au tusaidiane kuwafanya watoto wamjue Mungu wa kweli. Mungu awabariki sana. Serikali pia itusaidie kuwafanya watoto wasielekee katika maadili yasiyofaa. Serikali tusaidie kuwafanya watoto wawe na Mungu. Ni kweli serikali haiamini kwamba kuna dini, lakini wanaamini katika Mungu. Basi waaminishe watoto wetu pia ili tuwe na kizazi ambacho kinamfahamu Mungu hata huko serikalini, ili pia upotofu na uharibifu usiendelee katika serikali yetu. Watoto wafundishwe kumjua Mungu wa kweli.